Masika, ulipataje hili jina Masika? Aha, hiyo jina nilipewa na mwalimu wangu kwa sababu masika si maana yake ni kama msimu wa mvua kwenye Kiswahili. Halafu jina langu la Kichina maana yake pia ni kama nilizaliwa katika msimu wa mvua. Kwa hivyo naona ni jina linalofaa sana. Kwa hivyo nikachagua jina hilo. Kwa hivyo tuna uhusiano mbali na kuwa kujua Kiswahili, pia tuna uhusiano wa maana ya majina. Manake hapa nchini Kenya jamii nyingi huweza kuwapa watoto wao majina kulingana na msimu ama kulingana na lakabu yao na kadhalika. Na unaweza kutueleza kwamba wewe ni mwenyeji ama wewe ni raia wa nchi ya China, lakini mara kwa mara wewe umezuru taifa la Kenya. Katika kushirikiana na Wakenya, kuzungumza nao, ni nini ambacho kinakufurahisha kuhusu Wakenya? Yani kwanza labda naweza kujitambulisha kidogo. Na hamjambo watazamaji, jina langu ni Masika. Mimi ni mtayarishaji wa maudhui kutoka China kama mtangazaji alivyosema. Na kweli mimi napenda sana tamaduni za Afrika Mashariki, hasa utamaduni wa Kiswahili. Na hivi sasa mimi kutengeneza video kwa lugha ya Kiswahili zinazohusu utamaduni wa China, utalii na biashara. Na nina akaunti 2 kwenye Facebook na pia TikTok. Kwangu mimi kama Kiswahili ni taaluma nisomea chuoni hapa China. Na baada ya hapo ili kujifunza zaidi nilienda nchini Tanzania, halafu niliishi nchini Kenya kwa muda pia. Kwa hivyo baadaye nirudi hapa China. Kweli mara nyingi na miss Kenya sana, kwa sababu sitaka kupoteza uhusiano wangu na maisha niliyoishi pale Afrika Mashariki. Kwa hivyo baada ya wakati nikipata nafasi nilirudi Kenya na kuwatembelea marafiki wangu wa zamani. Ndio hivyo tu.